Sawa sawa kabisa. Karibu sana, tunatumia kwamba uko mzima kabisa. Karibu sana katika mazungumzo yangu hapa na mchungaji. Inaitwa Biblia wazi wazi, na bila shaka imekuwa kabisa ni Biblia wazi wazi. Peupe mchungaji. Peupe. Uko mzima? Sijambo na shukuru. Asante. Naitwa mchungaji Boniface Makanda. Amen. Na mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Bado tuko katika lile swala la spiritual warfare, ama vita vya kiroho. Na kuna mahali tuliachia. Mahali tuliachia katika makala iliyopita kuhusiana na silaha. Sio kama utakumbuka hapo mchungaji. Tuliongea kuhusu silaha ya kwanza, tulikuwa tumesema ni wokovu. Silaha ya pili neno la Mungu. Silaha ya tatu tukaongea kuhusu damu ya Yesu. Kwa tumeongea kuhusu siri za damu sana. Sasa leo nataka tuongee kuhusu silaha ya 4 ya vita. In the name of Jesus. Jina la Yesu. Sasa kuna kitu yafaa uelewe. Jina la Yesu linafanya kazi. Ndio. Na jina la Yesu, unapotaja jina la Yesu inamaanisha unaleta Yesu to the scene. Na kwa kutumia jina la Yesu inafanya exactly vile ambavyo Yesu mwenyewe ingefanyika. Yesu angekuwa hapo yeye mwenyewe in person. Okay. Yeah, so whenever you provoke the name of Jesus, it's like Jesus himself has appeared. But there are people who are using the name of Jesus, it's not working for them. Wengine wanatumia, wengine wanafanya kazi. Very simple. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Biblia inasema kwamba aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama sasa yote yamekuwa mapya. Inamaanisha hivi, Jesus is not just a name. Jesus is also a place. He that is in Christ, aliye ndani ya, maana inamaanisha uko mahali. Aliye ndani ya Kristo, ndani ya, you are somewhere. You are in him. So the demons wanajua if you are using the name Jesus from outside, and if you are using the name Jesus because you are inside. When you are inside, whenever you use the name Jesus, it's no longer you again anymore. The kingdom takes the authority and attack kila kitu. Unaelewa? That's what happens. So whenever you use the name Jesus and you are in them, it's no longer you. It's the kingdom using. The Bible says in the book of Proverbs 18:10, wale ambao wanaandika, Biblia inasema kwamba the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs to it. Who are the righteous? Born again. And they are safe. Neno la Mungu ni ngome imara. Wenye haki wanalikimbilia wanakuwa salama. Kwa hivyo vita vitu, silaha zetu ambazo tunatumia katika ulimwengu wa roho, silaha nyingine ambayo ni moto wa kuotea mbali ni jina la Yesu. Kwa kulitaja jina la Yesu, miamba inapasuka. So you must make sure the name Jesus does not leave your heart or your mind or your mouth. It's very important. Silaha ya tatu, ya tano ni angelic ministry. Huduma wa malaika. God uses angels to deal with the enemies. God uses angels to do things. Unakumbuka kama Misri, siku moja Mungu akaamua sana, nataka huyu Farao amekuwa kichwa ngumu, nataka kumfundisha adabu hata wae sahau. Akameni pakeni milango yenu damu ya Yesu. Akatia malaika mmoja kuja kufanya kazi. Biblia inasema walipoamka asubuhi, kila nyumba firstborn, mzaliwa wa kwanza alikuwa amekufa. Hii malaika anatumika. Sasa unapata katika vita vya rohoni, malaika pia hufanya nini? Hutumika kwa kusudi gani? Kwa kusudi la kuweza kupigana vita vya kiroho. Kwa hivyo unapotumia neno la Mungu, unapo deploy angels, malaika wanaenda wanafanya nini? Wanaanza kupigana vita kwa niaba yako. Kwa hivyo malaika kazi yao ni kukuhudumia. Make sure they are serving you. Malaika wanatuhudumia na pia wanatutumikia. Wanatutumikia tunapowatuma. Wanatuhudumia wanapotumwa. Unaelewa? Elezea hapo tena. Wanatutumikia sisi tunapowatuma, tunapowapatia kazi. Bali wanatuhudumia wanapotumwa kwetu na Mungu ama na mtu mwingine. Nikimtuma malaika akuletee uponyaji, atakuhudumia. Lakini wewe ukimtuma kufanyia kitu, anakutumikia. Ni mambo mawili pale. Kwa hivyo malaika wanatuhudumia na wanatutumikia. Na malaika, ijapokuwa kuna lugha ambayo malaika wanatumia, lugha ya mbinguni ambayo ni tongues, pia malaika ni spirit beings, wanaelewa mpaka lugha yako ya wanadamu. Ndipo Biblia inaongea kuhusu, inasema kwamba ijapokuwa unaweza nena katika lugha ya wanadamu na malaika, maana zote bado wanaelewana nazo, wanazisikiza. Hivyo basi malaika ni weapon ambazo pia wanatumia kutuhudumia. Silaha ya mwisho ni maombi.
Biblia inasema kwamba na msisahau kuomba maombi ya kila aina. Maombi. The best prayer ambayo unaweza omba maombi ya kila kitu ambayo inafunika yote. You praying in the spirit. Kuomba katika roho. Biblia inasema Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba katika udhaifu wetu. Maana hata hatujui jinsi ya kuomba. Na hii kelele zetu tunaongea wakati mwingine tukiomba. Saa zingine mtu anaangalia tunaanza huyu jamaa atajui chenye naomba. Basi ni kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anakuja kufanya nini? Kurekebisha maombi yetu na anaipresent ikiwa fit the way it's supposed to be. So, ningeshauri Mkristo mpenzi ambaye anatusikiza leo. Tamani sana na uombe, na kama hujui ututafute. Uiweze kujua jinsi ya kuomba katika ndimi, katika lugha, katika spirit. It's the sweetest thing ever. I tell you. Yaani wakati shetani anakushambulia na mambo ambayo huelewi, muongeleshe kwa lugha ambayo huelewi. Yeye haelewi. Yeye haelewi. Ndio. Hiyo tu tongues pekee yake ndio lugha shetani haelewi. Yeye haelewi. Wakati mwingine labda alikuwa anadhani anafanya, ameinama anajaribu kufunga mitego yake pale kwa barabara. Unaongea in tongues. Anagongwa nyundo kwa kichwa. Nimegongwa na nini? Na hakuoni saa hizo. Ni kwa sababu you have invoked the spiritual entities. Ziko pale kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hivyo hizo sasa ndizo baadhi ya silaha ambazo tuko nazo katika ulimwengu wa roho. Yes. Wow. Sasa itabidi tuweze kuangalia sasa na tunapigana na nani? Huyu adui ni nani sasa? Ni kweli. Kwa sababu sasa silaha tumezijua. Yes. Sasa tunapigana na adui yupi? Naam. Sasa adui ni yupi ambaye tunapigana na yeye? Tuendelee mchungaji, tupatie maneno. Asante sana. Sasa unaposoma kitabu cha Yohana sura ya 10, mstari mdogo wa 10. Ndio. Biblia inasema kwamba adui anakuja ili aibe, auwe na aharibu. Hiyo ndio kazi ya adui. Kwa hivyo adui anakuja kuiba, kuua na kuharibu. Na huyu ni adui wa nani? Because unajua, acha nikwambie. Paulo anasema mimi sipigani kama kipofu nikipiga ngumi katika hewa. Nalenga shabaha, napiga target, napiga the exact enemy. Na acha nikwambie, usipopiga adui ambao unataka kupigana naye, basi wewe umekuwa ukipigana na kivuli ambacho hakipo. Kwa kutojua adui ambao unapigana naye, unapigana na kivuli ambacho hakipo. By not knowing your enemy, you're fighting a shadow that does not exist. You need to know your enemy. You must know your enemy. You must know your enemy. Who is this fighting me? Who is this? Wacha nikwambie, kuna watu leo hii Mungu akifungua tu macho uone adui yako, kumbe mwenye amekuwa akisababisha silali ni huyu. Hata lala. I'm telling you. Ukijua tu ni huyu. Ukijua tu huyu jamani anatupiga. Huyu jamani anatupiga. Na deal naye. Kabisa hapo. Kwa hivyo sasa leo nataka tufundishe Mkristo. Unajua Biblia inasema kwamba adui ni kama simba. Anatembea akinguruma akitafuta mtu wa kumkula. Kwa hivyo siku zote huyu adui anatembea tu akinyemelea tu kukula. Na usipojua ni vita. Kwa lazima leo tuambie mtazamaji ajue. Adui wako wa kwanza. Kuna adui wangapi hapa? Adui 4. Okay. You have 4 enemies. Hawa adui 4 ukipigana nao umemaliza vita zako za kiroho. Adui wako wa kwanza, self. Wewe. Biblia inasema, Paulo anasema kitabu cha Warumi 7:15. Kile ninachotaka kufanya sifanyi. Kile ambacho sitaki kufanya najipata ninafanya. Si mimi naitenda uovu, bali ni asili ya uovu ishio ndani mwangu inayotenda nini? Uovu. Wacha nikwambie, your first enemy is you. Ndio. You can stop yourself or you can promote yourself. Wacha nikwambie, hata wakati dunia imekukataa, dunia imekureject, imekutema, wewe ndio utakuwa mtu wa mwisho kujichukia mwenyewe, kujikataa. Okay. Hakuna mtu ambaye anakuja kupenda mtu ambaye mwenyewe hajipendi. Wacha nikwambie, ni kweli. Kama wewe mwenyewe hujipendi, ndio unataka mwanamume akupende, na wewe mwenyewe hujipendi, you are already hurt, wounded. Utaenda kumuumiza. Ni kweli kabisa. Lazima ujipende wewe mwenyewe. Ujikubali wewe mwenyewe. Kwa hivyo adui wako wa kwanza ni wewe mwenyewe. Na inakuwa namna gani? Kuna watu wengi ambao wana abort ama wana cancel maombi yao right after prayer. Ameenda kesha vizuri. Umeona hizi vikundi zinajitanga intercessors ni. By the way, acha nikwambie dada yangu. Nobody will ever die on the cross because of you. A lie. No one. Hakuna mtu atakudanganya atameenda kwa maombi ya kukesha na kufunga 24 hours atanakuombea wewe. Ni uongo. Hakuna.
Atakuwa anasema atanjiombea, alafu naomba Baba, nakumbuka hata mama taifa pia utendee hivi. Anapita tu. Yangu ni kupita tu. Baba ukumbuke Charles, Baba ukumbuke Grace, Baba ukumbuke Ann. Alafu anapita tu. Lakini akifika kwake hapo ndiye anaconcentrate. Mind yake yote anasema Baba, unajua vile, unaelewa, unaona, unatambua, mambo yangu hayafichiki kwako. Baba, wanajiombea wenyewe. Unaona? Kwa hivyo unapata kwamba kuna watu ambao wana cancel na kuabort maombi ambao wameomba hapa immediately. Baada hapo unaona intercessors wanafika wanaomba, wakimaliza kuomba wanaanza kupiga story. Sema by the way jana anaendeleaje? By the way nilikuwa nataka tuweze kumkumbuka kwa maombi. Wewe dada, wacha kiburi. Mungu amemnyenyekesha, kiburi imeisha. Ile mambo anapitia ni Mungu tu anajua. Amekonda, ameisha. Napoomba tumkumbuke. Sasa that is the discussion ambayo inafanyika baada ya maombi. They have just cancelled all the prayers they prayed before by doing what? By what they are talking. By what they are talking. Let me tell you, there's only one intercessor the Bible talks about. That's Jesus, the mediator. No human being can be the best intercessor for you. No one. That's why tunataka msikilizaji yote ajue ya maneno ili ajue kusema katika pango yeye mwenyewe, kuitisha. Ukiona inachelewa, itisha. Mimi na mambo yangu ambayo yananisumbua, ambao kuna mtu akikuona sasa hivi anaona natamani nifike mahali mama Eva amefika. Wewe naye kuna mahali unatamani ufike. Yule mwingine pia ana mahali. Kwa hivyo siku zote unapanda, unatamani kufanya nini? Kupanda. Na wewe unadhania kwamba mimi nimeacha shughuli zangu za kupanda, ana concentrate na wewe. A lie. I cannot sleep the whole night. At the whole night nimeenda kwa flow. Nalitu Baba. Naombea Grace. Baba. Naombea Peter. Uongo. Na uongo na mambo yako. Na mambo yako ya kunisumbua. Adui wako wa kwanza ni wewe. The words you speak right after you have prayed will determine either your prayers zitakuwa answered ama you have cancelled everything else. Yale maneno ambayo unaongea right baada ya kuomba. Kwa mfano, umekuwa ukiombea kuhusu Mungu kukubariki. Ukimaliza tu hivi, ingia katika shukrani na kutestify na kushuhudia. Lakini unatoka tu unasema, hii maisha ni ngumu. You've just been praying about financial breakthrough. Na unasema, maisha ni ngumu. Kwanza economy ya Kenya. You have just cancelled the prayer. So you have done injustice to yourself. Basi tumecancel maombi mengi sana. That's why tunakaa kwa maombi na hazitimii. Kabisa. Hazitimii kwa nini? We have been cancelling our prayers by our own confession. Unajiita unaambia Mungu, Baba, nibariki na mzee mtu akunioa. Alafu narudi kwa unasema, uso wangu siku hizi na parara, hata nikijipaka mafuta haing'ari. Sasa unataka Mungu akuletee mtu apende mtu ambaye tayari uso wake na parara. Wewe mwenyewe unajiita uso wako umeparara. Umeanza kujichukia juu uso wake na parara. Unasema hii nataka sijui nipake nini, mnapakanga nini ndio uso wenu inakaa mzuri. Mnifundishe dawa siri. Let me tell you, when God blesses you, he blesses you the way you are irregardless. The way you are. So that is our first enemy. Ambapo nataka tuongee naye, tunaongea yake leo. So tunaporudi sehemu ya pili nataka tuangalie kuhusu hawa maadui matatu. Alafu sasa tukija kumalizia tunaongea jinsi ya kupigana hizo vita na kutoa kabisa katika mambo hayo yote. Hallelujah. Hiyo ni nzuri. Hiyo ni nzuri. Amen. Basi Mungu tusamehe, tumecancel maombi mengi sana. Lakini leo tumejua. Leo tumejua kweli. Na ndio maana tunakuambia hapa katika Biblia waziwazi. Hakuna kitu tunaacha kikiwa unturned. Kila kitu mchungaji anakuelezea ukweli ndio ujisaidie. Hebu angalia ni maombi ngapi umecancel wewe mwenyewe. Mungu atusaidie. Asante sana mchungaji. Asante sana, nice one. Haya basi uwe na wakati mzuri. Biblia waziwazi ingali inaendelea. Uwe na wakati mwema. Amen.